Karibu katika channel ya Mkmastori, na leo nimekuletea mkasa wa Zainabu, aliyejua ni penzi la kweli, namba ulikuwa mtego wa machozi. Kwa sauti ya huzuni na pole, tunaanzia hapa. Zainabu alikuwa msichana mrembo wa kawaida, mwenye tabasamu la kupendeza na ndoto kubwa maishani. Alikuwa anajituma kuuza maandazi kwa ajili ya kujikimu na kuweka akiba ya kujiunga na chuo. Hakuwa na mengi, lakini moyo wake ulikuwa safi, aliamini katika upendo wa kweli. Kwa sauti ya furaha kidogo, siku moja, akiwa kwenye vibanda vya kuuza, alikutana na kijana mmoja aliyemuita dada kwa upole wa ajabu. Jina lake ni Amani. Alikuwa na sura ya kupendeza, mavazi safi, na maneno matamu yaliyopenya hadi moyoni. Kwa sauti ya hisia kali zaidi ya siku hiyo, Zainabu alisema baadaye, nilihisi moyo wangu umevunjwa na kurekebishwa ndani ya dakika 5. Kwa sauti ya furaha na matumaini, likaanza kuwa penzi linalochanua. Wiki zikapita, miezi ikasogea. Mapenzi yao yakawa mfano kwa wengine. Amani akawa anampeleka Zainabu out, anamnunulia zawadi, anamtumia vocha, na hata kumsaidia kwenye biashara yake ndogo. Zainabu akaanza kumuona kama mkombozi wake. Akajitoa kwa moyo na roho. Akampa pesa za akiba, akatengeneza mpango wa ndoa kabla hata ya kufahamu familia yake vizuri. Hakujua kwamba penzi lake lilikuwa na rangi ya damu. Kwa sauti ya wasiwasi na giza likaanza kuingia. Mambo yakaanza kubadilika polepole. Amani akaanza kuwa na visingizio vya kila mara. Simu hazapokewi kwa wakati, miadi haifuatwi, maneno matamu yakawa ya mkato na ya ukali. Mara akaanza kuomba pesa kwa sababu kuna dili ya haraka. Mara anadai amepata shida kazini. Zainabu, aliyekuwa ameshampenda kupindukia, akaendelea kuvumilia na kumpa kila alichoweza. Hadi akauza jiko lake la gesi eti kumsaidia Amani asikamatwe kwa deni la biashara. Kwa sauti ya mvutano na hofu, hatimaye siri ikaanza kufichuka. Siku moja usiku, Zainabu alipiga simu kwa Amani mara 3 mfululizo bila kupokelewa. Alipojaribu mara ya 4, simu ikapokelewa, lakini sauti aliyosikia haikuwa ya Amani. Kwa sauti ya kejeli na ukatili, zaidi ya hujambo dada, mwanamke mmoja alisema kwa sauti ya kejeli, unamtafuta mume wangu? Acha ujinga, kama ni Zainabu unaitwa, ujue huyu mwanaume ni baba wa watoto wangu 2. Kwa sauti ya huzuni kubwa na kuvunjika moyo, simu ikakatwa. Dunia ya Zainabu ikayeyuka ghafla. Mapigo ya moyo yakabadilika kuwa mlio wa huzuni. Machozi yakamtoka kimya kimya. Hakushtuka, hakupiga kelele. Alitazama tu ukuta huku akishikilia simu mkononi, kana kwamba bado anasubiri sauti ya upendo wake. Kwa sauti ya kujifunza na kukua, akaanza kujifunza kupitia maumivu. Asubuhi iliyofuata, Zainabu hakutokea kazini. Alikaa nyumbani siku 2, akilia. Alijiona mjinga, mnyonge, na aliyepoteza kila kitu: pesa, muda na ndoto zake. Lakini siku ya 3, aliamka mapema, aliosha uso, akavaa baibui lake la zamani, na kurudi sokoni kuuza maandazi. Kwa sauti ya nguvu na ushindi zaidi ya, nimeumia, lakini sijakufa. Nimependa vibaya, lakini bado naweza kupenda tena, ila kwa akili, si kwa moyo pekee. Kwa sauti ya ushauri na hekima, leo, Zainabu anasimulia mkasa wake kwa wengine, si kwa aibu, bali kwa sababu anajua maumivu ya kuamini uongo. Nasema, kwa sauti ya onyo zaidi ya, sio kila anayekutazama kwa upole anakupenda. Sio kila baby ni wa ukweli. Jifunze kupitia kwangu, usiache mapenzi ya kubadilishe kuwa kivuli cha mtu. Kwa sauti ya kumalizia na kuaga, huo ndio mwisho wa mkasa huu. Ili uwe wa kwanza kupata uhondo, endelea kusubscribe channel ya MK Mastori, like, share na andika komenti yako hapo chini. Alan.